nyingi wanaojiweka mbele kutaka kuongoza, kwa kiasi fulani wengi wao wanakuwa hawana sifa ya kuongoza. Ina ukweli wakati mwingine. Umejibu kwa siasa wakati mwingine wakati mwingine yes. Watu wenye haiba kweli na ile ukiwatazama kwa ndani yao wao wanafaa kuongoza, huwa wanarudi nyuma sana Unajua uongozi ni karama. Na mara nyingi kiongozi hajioni. Kiongozi huonekanwa. Na ndio maana kuna wakati watu kwenda kuomba waingie kwenye uongozi kwa sababu watu wanaamini watawaongoza. Lakini unajua katika mifumo hii ya kidemokrasia kuna yale masuala ya uhuru wa watu, kuna masuala ya haki ya kila mmoja. Na ndio maana unaweza ukakuta wakati mwingine mtu anatumia haki yake, na mbaya zaidi inakuja labda pengine si kwa wanaoomba uongozi. Shida inakuja kwa wale wanaotaka kiongozi. Je, wanajua wanataka kiongozi wa namna gani? Je, wanajua huyo kiongozi wanayemtaka aje awafanyie nini? Wanajua anachokuja kukifanya? Umefika patamu sana. Sasa hapo ndipo nataka tamani tuzungumze kidogo kuhusu vyama vinavyopitisha. Kwa mfano sasa hivi kuna mchakato wa kuchukua fomu kwenye Chama cha Mapinduzi. Hivi vyama vinapotafuta wateule vinatafuta wateule wa kushindana na upinzani au wateule wa kupambana na changamoto za wananchi? Tatamani ulijibu. Ndio ulitaka kutukumbusha jambo? Yes, atakuja kuzungumza vizuri. Yes. Wana CCM kwenda kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali, udiwani na ubunge. Mara nyingi hii michakato ya vyama kwenye kutafuta uwakilishi wanatazama ushindani, kwa maana ya kwamba kumweka mgombea ambaye ataleta ushindi, ama kutazama mgombea atakayeleta suluhu kwa wananchi. Katika mfumo wa vyama vingi unapaswa kuangalia yote mawili. Unaweza kuwa na mgombea ambaye akishinda ana uwezo mzuri wa kusaidia kuleta suluhu kwenye matatizo ya wananchi. Lakini pia huyo mgombea wako, je, anaweza kwenda kupambana dhidi ya wagombea wanaotokana na vyama vingine? Na haya majimbo labda mimi niseme unaweza kuyagawa katika makundi matatu. Kuna makundi tunaita ni sure seats. Kwa maana ya kwamba katika kiti kile mgombea wako ukimpeleka una hakika hapa 100% ile jimbo ni la kwako kutokana na mazingira yake, jiografia yake, aina ya watu wake na wapiga kura. Vyama vinajua kabisa hapa mimi ni pahala ambapo nachukua ushindi, ni jimbo langu. Maana yake pale moja kwa moja unayempeleka ni yule ambaye una hakika ataweza kwenda kutimiza malengo na matakwa ya chama. Serikali yako kiunda ataweza kuitumikia vizuri. Wakati mwingine unatizama hata wabunge unaowapeleka uweze kupata watu ambao ndani yako watakuwa mawaziri. Kama huna huo mkakati, unaweza ukamaliza uchaguzi, waziri mkuu ni lazima awe ni mbunge wa kuchaguliwa, ukaja ukakuta huna mtu wa kuwa waziri mkuu. Ikabidi uchague tu mtu ili mradi. Kwa hivyo from beginning, wakati unapeleka wale watu unayatazama yote hayo. Unatazama, unamuona yule anafaa kwenda kuwa waziri, unaambia fulani kagombee, tunakuhitaji. Huyu anaweza kuwa waziri mkuu, unamwambia nenda. Kuna majimbo tunaita ni marginal seat. Haya ni yale majimbo ambayo 50-50. Atakayetia nguvu ndiye atakaye ondoka na ushindi. Atakayekuwa na mikakati mizuri, atakayekuwa na mgombea mzuri, kwa sababu wakati mwingine mgombea anajiuza. Pamoja na chama kwamba kinajiuza, lakini na mgombea ana percent yake ya kujiuza. Kwa hivyo katika majimbo yale hutazami tu nani unamhitaji. Unatazama kwamba nani anaweza kwenda kupambana akatuletea ushindi. Na ndio maana kuna wakati mwingine mtu unamhitaji pahala ambapo angekuwa vizuri zaidi kugombea ni jimbo A, lakini unamwambia we hapana, wacha tukupeleke jimbo B ili tuwe na uhakika wa kushinda kwako kwa sababu tunakuhitaji. Kwa hiyo wakati mwingine vyama hufanya hivyo. Yani sana. Mimi nakumbuka katika historia ya Zanzibar, kuna wakati mwingine mgombea alikuwa anatolewa Pemba analetwa Unguja.
kazaliwa Pemba, kakulia Pemba, najulikana na kila mtu, lakini wanasema huyu bwana, sisi chama chetu Afro Shirazi pale Pemba anaweza asishinde, hebu tumchukue aje huko kwa sababu tunamhitaji. Kuna wakati unamchukua mtu Unguja unampeleka Pemba. Kwa sababu unasema huyu pale, na hivyo hata hapa Dar es Salaam, hata hapa mikoani ndivyo vitu vinavyofanyika. Inaweza ikafanyika hiyo hata kumchukua mtu kutoka chama A kumleta chama B ili mpate mnachotaka. Hiyo ni mikakati ya siri. Lakini to the best of my knowledge ni kwamba hivyo vitu vinafanyika. Kwa sababu gani niseme hivyo? Nishawahi kuona mtu ni katibu mkuu wa chama fulani. Wakati wa uchaguzi unafika, ghafla unasikia kaja kachukua kadi kwenye chama kingine. Halafu huku kwenye chama anakuja, watu wanasema kwa mujibu wa katiba yetu lazima huyu akae muda fulani ndio aweze kugombea. Watu wanabadilisha katiba na kanuni zao kwamba mtu ataka kija leo aweze kuchukua fomu. Hakuna ubaya nikisema katika uchaguzi wa mwaka 1995 kuna mtu alikuwa ni katibu mkuu wa chama kinaitwa UPDP. Nasema kwa sababu hicho chama chenyewe hakipo tena, na huyo mtu mwenyewe hayupo tena. Alikuwa anaitwa Maalim Seif Mbaruku. Ametoka kule amekuja kugombea kwa chama cha wananchi CUF. Kuna wengine wakati ule alikuwa yuko NCCR, unakuja unasikia anakuja kugombea kwa chama cha. Kwa hivyo ina maana alikuweko pale kimkakati. Kwa hivyo ni vitu vinafanyika hivyo. Wakati mwingine vyama vinapandikiza watu. Sasa hebu nijiulize kitu kimoja. Najiuliza, kuna mbunge mmoja alikuwa mbunge wa CUF Pandani ghafla sasa hivi ameenda kuchukua fomu kwa Chama cha Mapinduzi. Kutoka kuwa mbunge wa chama cha CUF wanachama wake mpaka kwenda kwa Chama cha Mapinduzi, naona kama haraka sana hivi. Kwa hiyo unataka kusema wameshaukana? Mahakama ina maamuzi yake ya kusema wao wanaendelea kuwa wanachama wa chama cha maendeleo na chama demokrasia na maendeleo Chadema. Mahakama imeshatoa oda ya kwamba hawa sasa si wanachama tena wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kama hakuna hicho kimefanyika, inaweza ikaleta mgogoro wa kisheria. Na kama sisi mtawapitisha kuwa wagombea, wanaweza kuwekewa pingamizi. Unless ijulikane wazi kwamba hawa si wanachama tena wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini kama itabaki kama ilivyo, ile status ya wanachama wao kama itabaki kama ilivyo, na mahakama haijatoa tamko, bro, shughuli hiyo. Lakini walikuwa wana kizuizi cha wanachama ama cha ubunge, au wanachama ambao unampa sifa ya kuwa mbunge ili aweze kufukuzwa kule bungeni wakati ule? Si lazima awe amefukuzwa wanachama? Na nadhani hapo nataka kutoa hoja pia, tukiitazama pia kisheria ni kama bunge halijavunjwa. Wabunge wanabaki na vyama vyao, wanabaki na hadhi ya ubunge. Kwa sababu ina maana kama leo wamechukua fomu kwa kupitia chama kingine, ina maana wamejivua wanachama wa kile chama. Kama wamejivua wanachama, je, kanuni zao zinasemaje? Kwa sababu ubunge wake unasimama kwa kuwa na wanachama wa chama. Kabla hujaenda huko Miraji, ninachosema bunge, Mheshimiwa Rais amehutubia bunge. Linavunjwa rasmi Agosti 3. Sawa. Kwa maana hiyo hadhi ya ubunge bado ipo. Yes. Na walipopiga makofi aliwaambia, hivi mnasherehekea kwenda kuitwa bado wabunge? Umenifahamu? Sasa nadhani hapo ndo tunachojiuliza kwamba kuchukua fomu ya chama kingine ukiwa bado na hadhi ya ubunge, ambao hadhi yako ya ubunge inatambulika ni ya chama kingine, maana yake ina maana umejivua na ubunge wako, kwa sababu ina maana umejivua wanachama. Kwa hiyo yupo sahihi kwa lugha nyingine? Ikiwa sasa hiyo ni suala la kwamba upo tu lakini ikiwa kuna suala la mahakama ni suala jingine. Yani tuchukulie mtu ni mbunge wa kawaida. Kwa hiyo mpaka ukafute, si una kesi mahakamani, nenda kaifute ile kesi mahakamani. Yani unajua, ukiwa na oda ya mahakama ambayo imekutambulisha wewe utaendelea kuwa mwanachama mpaka suala lako la msingi limalizike, ikiwa haijafutwa hiyo, huo wanachama umekuganda, huwezi kuvua unless ufute hiyo kesi, useme mimi sasa sina tena shauri hapa, nalifuta. Na ukilifuta, shida yake inakuwa nini wakati mwingine?
mshindani wako atafurahia, lakini anaweza kaidai mahakama imlipe gharama, maana yake wewe umeona huna interest ya kuendelea na umeshaweka mahakamani siku zote hizo. Sasa mheshimiwa, sawa, si hatuna tatizo, kwa sababu hata toka mwanzo sisi tunasema sio mwanachama wetu, kama ameamua kukubali hilo sawa, lakini tunaomba tulipe gharama za usumbufu kwa miaka yote hii. ni vitu ni very technical, sio? Kuna ujanja hapa, wenyewe wana sheria, mesoma na sheria, wenyewe wana sheria, ndio wanajua, ndio wanaweza kucheza nazo, na pengine inaweza kukupeni nyie fursa kumwalika mwana sheria mkaje mkamuuliza maswala kabisa.